Ndugu zangu katika imani, kwa hakika mwezi wa kheri na watu kujitahidi kwa amali mbalimbali zilizo njema na bora, hakika umetuondoka kwa haraka mno. Lakini hali ikiwa hivyo, kwangu mimi na wewe na yule aliyemwamini Allah tabaraka wa taala, aliyejipinda kwa aina mbalimbali za taati ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kufunga, kusali, visimamo, sadaka, wema na yanayofanana na hayo, kitu gani kinafuatia baada ya Ramadhani? Ni sualun ambalo linahitajia majibu kutoka katika nafsi yangu, kadhalika nafsi yako. Na hakuna majibu yaliyo mema, yaliyo bora, yaliyo mazuri, ila ni sisi kuzihesabu nafsi zetu, kuzitazama nafsi zetu ziliishi vipi katika mwezi wa Ramadhani, zilijipangaje mbele yake Allah tabaraka wa taala, zilisimama zikafunga lillahi, zilisimama zikaswali lillahi, zilisimama zikatoa sadaka na amalu salihah mbalimbali lillahi. Funga zetu zilikuwa ni kwa ajili yake Allah, swala zetu tulizifanya, tuliziswali kwa ajili ya Allah, sadaka na matendo mema mbalimbali tuliyoyatenda ndani ya Ramadhani yalikuwa ni kwa ajili yake Allah tabaraka wa taala. Ayuha alahibba, falaysa min sifati almuslim, si katika sifa ya muislam an yatruku ta'ata aljabbari ma'a ghurubi shamsi Ramadhan. Si katika sifa kabisa ya muislam aliyemwamini Allah tabaraka wa taala akaacha kumtii Allah mkubwa, Allah aliye mtukufu, mwenye nguvu zenye kushinda kila kitu, eti kwa sababu tu limezama jua la kuondoka mwezi wa Ramadhani. Lianna Allah tabaraka wa taala, kwa sababu Allah mtukufu yeye ndiye aliyeumba mwezi wa Ramadhani, na ndiye aliyeumba miezi mingine. Ndiye aliyeniumba mimi, akakuumba wewe, na akaumba viumbe vyote vilivyoko ndani ya dunia hii. Ndiye aliyetuambia wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na kwa hakika sikuumba majini wala wana wa Adamu isipokuwa ni kwa ajili ya kuniabudia mimi. Tena akaweka wazi, ma uridu minhum min rizqin, mimi Mola sitaki kutoka kwa waja wangu riziki ya aina yeyote, wala uridu an yut'imun, wala sitaki wanilishe kwa lolote lile, bali yeye Allah tabaraka wa taala anajisifu, anajigamba majigambo yaliyo halali na yenye kustahiki kwake yeye. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, hakika ya Allah yeye ndiye mgavi wa riziki. Hakuna kiumbe kinachoishi katika hii dunia, sawa kinachotembea kwa miguu miwili au kinachotembea kwa miguu minne au kinachotambaa au kilicho kwenye maji, riziki ya kiumbe hiki kinataraji kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, ikiwa hivyo ndivyo, tumesali, tumefunga, tumetoa sadaka na amali mbalimbali zilizo njema lillahi, turudini katika mafunzo ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ili tuone matendo yetu mema haya tuliyoyatenda tunastahiki yafanyie nini baada ya Ramadhani kuondoka. Amepokea al-Imamu Tirmidhi kutoka kwa mama Aisha, radhi za Allah tabaraka wa taala ziwe pamoja naye,
anasema mama Aisha, saaltu Rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wasallama, mimi nilimuuliza mtume wa Allah, rehma za Allah ziwe juu yake na watu wake na amani, an hadhihi alaya, kutokana na aya hii. Aya ipi? Aya ya 60 suratul Mu'minun, walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila, walladhina yu'tuna ma ataw, na wale ambao wanaishi kwenye hii dunia wakitoa vile ambavyo wamepewa na Allah tabaraka wa taala, wa qulubuhum wajila, hali ya kuwa nyoyo zao zina hofu, zina uoga, zinaogopa, annahum ila rabbihim raji'un, ya kwamba wao iko siku watakutana na Mola wao. Itakuwaje wakikutana na Allah tabaraka wa taala? Na hivyo walivyovitoa, mama Aisha radhi za Allah tabaraka wa taala anamuuliza mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, ahumul ladhina yashrabuna alkhamra, ewe mtume wa Allah, hawa ambao Allah tabaraka wa taala anawasema katika aya hii, walladhina yu'tuna ma atau, na wale ambao wanatoa vile walivyopewa, wa qulubuhum wajila, hali ya kuwa nyoyo zao zinaogopa, annahum ila rabbihim raji'un, ya kwamba wao iko siku watarudi kwa Mola wao. Hawa wanaotoa vile walivyopewa, hali ya kuwa nyoyo zao zikiwa ni zenye hofu juu ya kukutana na Mola wao, ni wale walioishi katika hii dunia wakinywa pombe, au yasriquna, au ni wale walioishi katika hii dunia wakiwa ni wezi, wanyang'anyi. Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama anamwambia, la ya binti Siddiqi, hapana, uelewa wako binti Siddiqi hauko sahihi. Allah tabaraka wa taala hawakusudii walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila, kwamba ni watu walioishi kwenye hii dunia wakinywa pombe na wizi, uporaji. Hapana, bali ni kina nani? Basi mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anamwambia wanaokusudiwa na Allah tabaraka wa taala katika aya hii, akisema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walakinnahum yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla yaqbalu minhum ulaika alladhina yusari'una fil khairat. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama anamwambia mama Aisha, wanaokusudiwa na Allah tabaraka wa taala katika aya hii ni wale waliosimama wakafunga lillahi, wakajizuilia na vinywaji vyao na vilaji vyao na matamanio ya nafsi zao kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala. Hawakufunga peke yake, wakasimama wakaswali kweli kweli. Hawakuswali peke yake tu pamoja na kufunga, bali walitoa sadaka na matendo mengine yaliyo mema. Halafu baada ya hivyo wakabakia wanaogopa kwa Allah tabaraka wa taala, haya ambayo sisi tumeyatenda Allah atayakubali? Allah atakubali funga zetu? Allah atakubali swala zetu na visimamo vyetu? Allah atakubali sadaka zetu? Allah atakubali wema tulioutenda? Wakijiuliza hayo, mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema alama ya hofu yao kwa Allah tabaraka wa taala juu ya kujiuliza kwao, matendo yao haya yanakubalika, yatakubaliwa na Allah au vipi? Ulaika alladhina yusari'una fil khairat, hao ndio ambao huendelea kukimbilia kushindana katika kutenda yaliyo mema, kutenda yaliyo mazuri. Ndugu zangu katika imani, tukisoma maisha ya wema walioishi kabla yetu, miezi 6 kabla ya Ramadhani walikuwa wakimuomba Allah tabaraka wa taala awafikishe katika Ramadhani. Miezi 6 baada ya Ramadhani walikuwa wakimuomba Allah tabaraka wa taala an yataqabbala, awakubalie walioyatenda katika Ramadhani. Al-ajab wal huznu, ajabu na huzuni iliyo kubwa,
dunia ya wengi miongoni mwa Waislamu wa leo ni wale ambao wamekosa mashiko, wamekosa kujifananisha na wema hawa, wema ambao waliomba Ramadhani miezi 6, Allah awakutanishe na Ramadhani wakiwa hai na utimamu wa afya, na wakaomba miezi 6 baada ya Ramadhani kukubaliwa matendo yao. Leo mtu aliyefunga mwezi mzima, akasali sala 5 bil jamaa mwezi mzima, akatoa sadaka sana mwezi mzima, akatenda khairati mbalimbali mwezi mzima, siku ya Idi baada salati al-Idi amerudi kwenye zinaa, baada salati al-Idi tayari amekwisha rudi kwenye pombe, baada salati al-Idi amevua stara anatembea uchi, baada salati al-Idi mchonganishi baina ya watu, mfitini baina ya watu, baada salati al-Idi tayari amekwisha rudi kutenda matendo ya kichawi ambayo aliachana nayo katika mwezi mzima wa Ramadhani. Al-Imamu Maliki anatuambia lan yasluha akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha. Katu kamwe hawawezi kufanikiwa katika ibada, katika itikadi, katika maisha, katika uchumi, katika hali za kijamii, watu wa mwisho wa umma huu, ila kwa kuyashika na kuyafuata yale walioishi nayo wale waliokuwa kabla yao, ambao ni salafu saleh, wema walioishi kabla yetu. Iulize nafsi yako, nami niiulize nafsi yangu. Ramadhani tayari imekwisha ondoka hakikatan, na leo tuko tarehe 3 mwezi wa Shawwal. Nia na azima ya moyo wako, nia na azima ya nafsi yako ni kuendelea bakia vile ulivyoishi katika Ramadhani, ukifunga na kufanya khairati mbalimbali. Ubabe, ujeuri wote ambao ulikuwa nao ukauvua, ukawa mja mwema mpole baina ya watu. Nia na azma ya moyo wako ni kuendelea na haya. Haya ni maswali ndugu zangu yanayobakia katika nafsi ya kila mmoja miongoni mwetu. Ni lazima tukae, tujipekue, tujiulize kama tunafanya ibada kwa lengo la kufanikiwa, kwa lengo la kufuzu, kwa lengo la kukomboka na adhabu za Allah tabaraka wa taala. Ni lazima turejee kuwaiga wema walioishi kabla yetu. Ali ibn Abi Talib, radhi za Allah tabaraka wa taala ziwe pamoja naye, anasema kunu liqabuli al-amali ashaddu ihtimaman. Enyi waja wa Allah, kuweni katika kutaka kukubaliwa matendo yenu kuwa ndilo jambo lenye umuhimu mno kwenu ninyi, mina la amali, kuliko hata matendo yenyewe mnayoyatenda. Kwa nini? Kwa sababu anasema alam tasma'u qawla Allahi azza wa jalla, kwani ninyi hamjasikia maneno matukufu ya Allah tabaraka wa taala aliposema 27 suratul Maida, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, hakika si vingine Allah mtukufu anakubali matendo ya waja wema, matendo ya wacha Mungu. Inawezekana vipi mja akauvaa ucha Mungu wakati siku ya sikukuu, baada tu ya kusali salatul Idi, moyo wake, nafsi yake, maazimio yamebadilika? Amekwisha anza panga mission za kukutana na wazinifu wenzake aliokuwa anazini nao. Amekwisha anza kupanga mission namna gani atatoka kwenda sherehekea sikukuu, kunywa pombe, kuvuta bangi na yanayofanana na hayo. Tayari anapanga mission za kurudi kwenye uchawi aliyouacha. Inakuwaje mtu huyu matendo yake yakawa ni yenye kukubaliwa na Allah tabaraka wa taala? Ndugu zangu, kuondoka kwa Ramadhani siku 30 mwezi mzima ni dalili iliyo wazi umri wetu, uhai wetu, masiku yetu ya kuishi katika hii dunia pia na yenyewe yanakuwa ni yenye kupungua. Kila mmoja awe ni mwenye kuzingatia yanapunguaje masiku yake ya kuishi kwenye hii dunia, akitenda yapi mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na si tuna yakini pasina mashaka wala hakuna hata mmoja miongoni mwetu
anaweza akakataa kuwa suala la kitu kinaitwa almautu halipo. Sote tunakubali kwamba kifo kipo. Maana hata kama hutaki isoma Qur'ani ambayo yenyewe kwa uwazi inatuambia kullu nafsin dha'iqatul maut, wala hutaki rudi kwenye hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na maisha ya Mtume na wema, lakini we tazama sira, historia ya baba yako mzazi wapi? Tazama historia ya mtu aliyemzaa baba yako, kwa maana ya babu yako mzaa baba, yuko wapi? Mama yako mzazi, bibi aliyemzaa mama yako, yuko wapi? Ikiwa hawa wamekufa, wameondoka kwenye hii dunia, yauman wa anta satamutu, iko siku na wewe utakufa. Hili ni jambo la yakini, na alhamdulillah katika hili wanalikubali na kulikiri waliomwamini Allah tabaraka wa taala, na hata wale waliomkufuru Allah tabaraka wa taala. Hakuna mtu anayeishi katika hii dunia katika itikadi ya ukafiri, ushirikina, upagani, uyahudi, umajusi, anakataa kifo hakipo. Wote tunakubaliana kuwa suala la kifo ni hakun. Haya ni maneno stahiki na ya kweli ya Allah tabaraka wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sasa siku zako za kuishi zinakatika, bado utaendelea panga mission za maovu? Bado utakuwa na mipango mikakati ya kutenda maovu? Rudi kwa Allah tabaraka wa taala. Hakuna mema miongoni mwa mema ambayo mja aliyefunga Ramadhani akasimama kusali sala 5 na visimamo, akatoa sadaka na kutenda khairati mbalimbali, hakuna mema ambayo astahiki yavana kuyatenda ndani ya mwezi huu wa Shawwal. Ile ni hadithi iliyopokewa na Abu Ayyub al-Ansari, radhi za Allah tabaraka wa taala. Hadithi iliyothibiti ndani ya sahihi Muslim, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, man sama ramadhana thumma atba'ahu 6 min shawwali kana kasiyami dahr. Yeyote mwenye kufunga Ramadhani kisha akafuatisha siku 6 za mwezi wa Shawwal, mja huyu kana kwamba amefunga mwaka mzima. Ndugu zangu ahlul ilmi, wanawazuoni watu wanatuambia, ukiisoma Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, alhasanatu bi'ashri amthaliha. Allah tabaraka wa taala anamlipa mja akitenda moja, anamlipa 10 mfano wake. Akisimama mtu akafunga funga ya Ramadhani siku 30, kana kwamba amefunga miezi 10. Akisimama mtu akafunga funga ya siku 6 za mwezi wa Shawwal, mtu huyu kana kwamba amefunga miezi 2. Ndio uoanishi wa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mwenye kufunga Ramadhani kamilifu akafuatisha siku 6 za mwezi wa Shawwal, kana kwamba mtu huyu amefunga mwaka mzima. Ni kwa nini mimi na wewe tusiendelee kuwa wema, tusiendelee kuwa wacha Mungu, tusiendelee kutenda matendo mazuri ya kumridhisha na kumpendezesha Allah tabaraka wa taala kwa kufunga masiku 6 haya baada ya kuwa Ramadhani imekwisha ondoka? Ya Rabbi, tuwafikishe katika kutenda yale ambayo wewe wayapenda, na tuweke mbali na kutenda ambayo wewe wayachukia na kuyaghadhibikia. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwa al barru al karim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبة في الله، بمرة ثانية أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته. ndugu zangu katika imani, kwa mara ya pili na kariri iusia nafsi yangu iliyo dhaifu na nyonge, kadhalika nafsi yako, katika suala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala.
Enyi waja, tumcheni Allah kwa kutenda yaliyo mazuri na kujiweka mbali na yote yaliyo mabaya. Mja mwema aliyemwamini Allah tabaraka wa taala, maisha yake kwenye hii dunia ni maisha ya ibada, kama ambavyo Allah mtukufu amekwisha sema, na tumenukuu aya hii mwanzoni mwa hutuba yetu, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini wala wanadamu isipokuwa ni kuniabudia. Ahlul ilmi wanafafanua na kueleza maana halisi ya ibada, wanasema al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Ibada ni jina lililokusanya kila anachokipenda Allah tabaraka wa taala na anachokiridhia, min al-a'mali wal aqwali adh-dhahira wal batina, katika maneno na matendo yaliyo wazi na yaliyofichikana. Mwanadamu muda wowote akitenda matendo ambayo Allah yaridhia na kuyapenda, mwanadamu huyu huzingatiwa yuko katika ibada. Na mwanadamu muda wowote akitenda matendo au akitamka maneno ambayo Allah yachukia na kuyaghadhibikia, mwanadamu huyu huzingatiwa yupo katika uasi. Ni juu yako wewe na mimi tuyapekue matendo yetu, tujitazame tuko wapi. Maneno tunayoishi nayo kila siku tukiyasema, Allah tabaraka wa taala anayaridhia? Sio Ramadhani imekwisha unarudi kwenye vijiwe vyako vya kuvuta bangi. Ramadhani imekwisha unarudi kwenye vijiwe vyako vya kubeti. Ramadhani imekwisha unarudi kwenye vijiwe vyako vya kuteta na kusengenya na kufitini watu. Ramadhani imekwisha unarudi kwenye vilinge vyako vya kufanya uchawi, ukapigia watu maramli na kuwacholea matarasimu, ukawaelekeza watu kuchinja kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa taala, ukawaelekeza watu kwenda kuomba makaburi kinyume na Allah tabaraka wa taala. Ramadhani imekwisha, usirudi kutenda yale ambayo Allah ayachukia na kuyaghadhibikia. Ishi katika maisha ya kuendelea muabudu yeye, ndio usalama wako, maana iko siku utakufa na Allah tabaraka wa taala anawalipa waja kwa yale walioyatenda, na hakuna nafsi itadhulumiwa. Ukilima mchicha utavuna mchicha, uwezi vuna bangi, na ukilima bangi utavuna bangi, uwezi vuna mahindi. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wama rabbuka bidhallamin lil'abid. Yeyote mwenye kutenda mema anatenda kwa ajili ya nafsi yake, na yeyote mwenye kutenda uovu pia anatenda kwa ajili ya nafsi yake. Sifa alionayo Allah tabaraka wa taala, uadilifu uliojaa kwake, hadhulumu waja wake kwa vyovyote vile. Anakulipa kwa kiasi cha ulioyafanya. Tena usitegemee kuwa mi baba yangu anasali sala 5 ni sababu ya mi kukombolewa. Pangelikuwa na uwezekano wa mzazi kumkomboa mwanae kwa ibada zake, angeyatangulia kuyafanya hayo khairul khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini mtume wa Allah, rehma za Allah ziwe juu yake na watu wake na amani, ndiye aliyekuwa mtu wa kwanza kusimama kuwaambia mabinti zake, watoto wake kina Fatima, pambana kwa ajili ya nafsi zako, mimi siwezi kukutosheleza wewe kwa lolote. Ibada zangu ni zangu na zako ni zako, hakuna kusaidiana, bali Allah tabaraka wa taala mwenyewe anatuambia, ukiishi na fikra za kufikiria nitakomboka na adhabu za Allah kwa ibada zangu. Allah anaieleza yaumul qiyama yauma yafirru almar'u min akhihi, siku ya kiyama ni siku ambayo mtu atamkimbia rafiki yake, atamkimbia ndugu yake, bali mtoto atamkimbia baba na baba atamkimbia mtoto. Hakuna atakayetamani kuwa karibu na mwenzake. Utajanishtaki mimi kama baba, maana yake nilinyongesha katika kukuelekeza we kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Si utaki ushahidi huo mbele yake Allah tabaraka wa taala. Ikiwa tumeletwa kwenye hii dunia kumwabudu Allah, Allah tabaraka wa taala ametupangilia, ametuwekea misimu ya kumwabudu yeye. Ameileta Ramadhani, walillahi alhamdu, imeondoka. Lakini pamoja na kuwa Ramadhani imeondoka, tuna msimu
wa kila siku katika maisha yetu kuswali sala 5. Huu ni wajibu mwingine ambao Allah ameuwajibisha kwetu. Ni msimu wa ibada ulio kwetu kila siku ndani ya masaa 24. Si jambo la khiari kwa mja aliyemwamini Allah tabaraka wa taala, bali ni jambo la lazima. Bali aliyemwamini Allah atambue na ajue, awwalu ma yuhasabu alayhi al-abdu yawm al-qiyama as-salah. Maneno sahihi ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jambo la mwanzo kabisa mja kuhesabiwa na Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama ni sala zake. Sala zake 5 ndo kitu cha kwanza kuanza hesabiwa na Allah. Swala zikikuta ni kamilifu, hazina mapungufu, hakika mja huyu amefuzu kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini swala zikikutwa zina mabonde, zina mashimo, tunaenda mpekua kwenye matendo mengine. Ikiwa ni mja uliyemwamini Allah tabaraka wa taala, ni kijana wa Kiislamu, mama wa Kiislamu, binti wa Kiislamu, ni kwa nini wewe uswali tu kwa sababu ya Ramadhani, wakati ibada ya sala ni ibada iliyo lazima kwako? Hafidhu ala salawati wa salati alwusta wa qumu lillahi qanitin. Allah mtukufu anasema, ninyi mliyeniamini mimi, zihifadhini sala zenu, tekelezeni sala 5. Sio khiari, ni wajibu, ni lazima. Na hakikisheni mnasimama kuisali sala iliyo kati na kati. Tena mkisimama kwa Allah tabaraka wa taala, msimame hali ya kuwa ni wanyenyekevu. Bali sala, ndugu zangu, ni kipimo cha kumjua, cha kufarakanisha kati ya yule aliyemwamini Allah na yule ambaye hakumwamini Allah tabaraka wa taala. Ni sala. Na ndio maana baadhi ahlul ilmi katika msimamo wa mapito ya mtu asiyesali kwa maana ya tariku sala, kuna wanaomuona tariku sala ni kafiri, amemkufuru Allah tabaraka wa taala. Kwa uzito wa sala, kwa thamani ya sala, ibada ambayo ufardhi wake haukufaradhishwa kwa kutumwa Jibril alayhi salatu wasalam kuja ardhini kufikisha ujumbe kwa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali Allah alimchukua mja wake Muhammad kwa safari iliyoacha alama kubwa ya muujiza wa utume wake, safari iliyopingwa na makafiri na wapinzani wa haki. Lakini baadaye macho yao na nyoyo zao zilikuja kodoka na kufedheheka baada ya kupewa takwimu za matukio na masali mbalimbali waliomuuliza Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allah tabaraka wa taala anamuondosha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam Makkatul Mukarrama mpaka Palestine, Baitul Maqdis. Waarabu wanasafiri usiku na mchana non stop, mwezi mzima anasafirishwa yeye kwa usiku mmoja, na sio kutoka Makka mpaka Baitul Maqdis mpaka kupandishwa mbingu ya 7 na zaidi ya mbingu ya 7, na kwa usiku huo kurudi tena Makkatul Mukarrama. Ndio anaenda faradhishiwa sala 5 tena zikiwa 50. Akifika mbingu ya 5 anamkuta Nabii Allahi Musa alayhi salatu wassalam, anamwambia irji ila rabbik fas'aluhu takhfif fa inna ummataka la tatiq. Rudi kwa Mola wako kamuombe takhfif. Umma wako hauwezi kuswali sala 50. Jiulize wewe mwenye nia ya kuacha swala baada ya Ramadhani, ambaye una ukorofi na ugogoro la kuswali baada ya Ramadhani kuondoka. Lau Allah tabaraka wa taala angefaradhisha sala 50, 5 tu zinakusumbua na zinanisumbua mimi, sala 50 ingekuwaje? Sala 50 ingekuwaje? Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam anafanya kazi ya kutoka mbingu ya 5 anarudi tena mpaka kwa Allah, anaomba takhfifu mpaka zimebakia 5. Anamwambia hapana tena, naona haya, hizi 5 tutapambana nazo kuzitekeleza. Anasali mtu kwa siku sala 5, malipo ya sala 50. Halafu wewe habari ya kuswali
uko pembeni ya msikiti, nyumba yako imesongamana na kuta za msikiti. Bali si hivyo, dunia ya leo teknolojia alhamdulillah imekwenda mbali. Kuna vyombo vya kupaza sauti, unaisikia adhana huko uliko, mpaka adhana inafika mwisho tena unaambiwa hayya ala alfalah, njoo kwenye mafanikio. Unayakataa kwa makusudi, si lolote si chochote mafanikio hayo. Unamkadhibisha Allah tabaraka wa taala, mpaka watu wanasali, wanamaliza, wanatoka katika sala, mpaka muda wa sala unaondoka, wala kuswali hutaki. Tuna idadi kubwa ya watu wanaojisema ni Waislamu lakini hawasali sala tano. Vijana wengi wa Kiislamu hawasali sala tano. Na ndiyo maana unaona masikitiko yaliyo makubwa hata katika masiku mazito kama ya leo Ijumaa. Salafuna salih, wema walioishi kabla yetu, yaumul juma walikuwa wanaidiriki salatul juma wakitumia chemli, vibatali, mishumaa kumulikia njia kuwahi msikitini. Wanazitafuta fadhila za kupata yai, za kupata kuku, za kupata mbuzi, ng'ombe, mpaka ngamia. Muislamu wa leo kijana yuko mtaani tu, tena amekaa kwenye kijiwe, hakuna anachokijadili zaidi ya klabu yake ya mpira na matokeo ya jana. Anasubiria mpaka asikie khatibu amepanda kwenye mimbar. Kijana huyu ana miaka 5 anasali sala ya Ijumaa ambayo haiandikiwi hudhuri na malaika mbele yake Allah tabaraka wa taala. Limadha? Kwa sababu malaikatu rahmani yaumul juma husimama katika milango ya misikiti, wanaandika hudhuri ya watu waliowahi, wa kwanza mpaka wa mwisho. Akipanda khatibu katika mimbar, na wao wanafunika mabuku yao kusikiliza dhikri ya Rahman. Halafu wewe unakuja hutuba, muda mwingine imeshafika katikati, miaka 5 mfululizo Ijumaa zako ni hizo, hakuna hudhuri, hakuna mahudhurio yaliyopelekwa kwa Allah tabaraka wa taala. Yaumul qiyama likitupwa daftari la matendo yako mbele yako kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, unalikuta daftari jeupe. Unanungunika, mbona mimi nilienda msikitini Ijumaa? Ulienda muda gani kaka yangu? Ulienda wakati gani kuidiriki hii sala ya Ijumaa? Siku ya Ijumaa kama leo yako mambo mengi ndugu zangu ya sunna ya kufanya. Tangu umeamka mpaka sasa hakuna suratul Kafi iliyosomwa na wewe. Hakuna sala na salamu kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakuna istighfari ulizozileta. Vijana ulevi mkubwa walionao ni mipira. Mipira. Wanatambua mipira kuliko wanavyoijua Qur'ani ya Rahman. Wanatambua mipira kuliko wanavyotambua hadithi za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na vijana wa Kiislamu, ubishani wao mishipa ya shingo inakakamaa kwa mpira. Utafikiria analipwa, anamshabikia mwanamume mwenzake aliyevaa kipensi na dudu lake linatembea namna hii. Ni masikitiko makubwa sana ndugu zangu. Tena mpira wenyewe ni mpira unaoshabikia kutangaza kamari. Unatangaza kamari kwa uwazi, wala haoni kinyaa. Utaonaje kinyaa bwana? Klabu yangu mimi ndio inadhaminiwa na kampuni hii. Msimu wa Ramadhani umeondoka, umebakia msimu wa kuswali sala 5 kila siku. Hala ukijua na kutambua umuhimu wa sala, maneno ya mwisho ya mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakati roho yake inafarakana na kiwiliwili chake, anaukumbusha umma wake juu ya sala. Ukisimamisha sala kwa kila siku mara 5, tambua naelewa msimu wa funga wa sunna bado upo kwako. Jumatatu na Alhamisi yako masiku meupe. Mwenyewe mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema tu'radu al-amali yawm al-ithnain wal-khamis. Matendo ya waja hupandishwa kwa Allah tabaraka wa taala siku ya Jumatatu na Alhamisi. Fa uhibbu amali an yurfa wa ana saimun.
Napenda mimi Muhammad matendo yangu yapandishwe kwa Allah tabaraka wa taala nikiwa nimefunga. Funga kijana, funga mzee, funga baba, funga mama, funga binti. Funga ina faida nyingi mno ndugu zangu. Ina faida za kiuchumi, funga ina faida za kiroho, funga ina faida za kiafya. Anayefunga ni yule anayeandikiwa ujira mkubwa kwa Allah tabaraka wa taala. Katika milango ya pepo hunaka babu Rayyan, hawatoingia katika pepo kupitia mlango huu illa saimun. Ukiishi maisha ya kufunga, maana yake wewe alhamdulillah umejitengenezea mazingira rahisi na mepesi ya kuingia peponi kupitia mlango huu special kwa ajili ya wafungaji. Haingii kwenye mlango huu ndani ya pepo kupitia mlango huu yule aliyetenda ibada nyingine zaidi ya funga. Funga ndugu zangu ni ibada ambayo inasawazisha afya ya mja, kwa sababu fudhalatu taami, mabaki ya vyakula yaliyo katika mwili yakampelekea mtu kumnenepesha, kumnonesha. Anapofunga yanatumika mabaki haya na kufanya mwili kuwa ni wenye kusinyaa. Na ndio maana ukirudi kwa madaktari wa diet wanakuambia punguza kula, kana kwamba ukimbilie kufunga. Lakini funga ndugu zangu ni ibada ambayo ina control hata uchumi wa watu. Fikiria wewe ni mume ambaye una mke na watoto wawili. Watoto wawili wanasoma. Wewe siku zote ukitoka asubuhi kazini kwako unakunywa chai shilingi 2,000. Unakula chakula cha mchana shilingi 3,000, 5,000. Watoto wako wawili wanaosoma kila siku unawapa 1,100, 7,000. Na nyumbani matumizi yenu, mkeo asubuhi lazima anywe chai na ale chakula cha mchana, na usiku matumizi kwa siku ni 15,000 au 20,000. Ukijumlisha na haya yenu inafika shilingi 27,000 mpaka 30,000 kwa siku. Lakini wewe ukikaa na mkeo ukamuelekeza, ukamshajisha umuhimu wa kufunga funga za sunna, ukakaa na watoto wako hawa wanaojitambua ukawaelekeza umuhimu wa kufunga funga za sunna, siku mkiamka nyumba ya watu 4 mmefunga nyote, zile 1,100 watoto wanaenda nazo shule hazipo. Ile 5,000 yako wewe ya chai asubuhi na chakula cha mchana pia imesalimika. Ule mlo ambao unanywewa chai asubuhi, chakula cha mchana na usiku nyumbani kwako, inawezekana matumizi ya shilingi 20,000, 10,000 peke yake ikatosha mkaandaa mlo mmoja wa iftari iliyo nzuri, biashara ikawa imeishia hapo. Yawezekana kila wiki katika siku ya Jumatatu na Alhamisi ukasevu shilingi 10,000. Ukisevu 10,000 Jumatatu na 10,000 Alhamisi ni 20,000. Mara mwezi mmoja ambao una wiki 4, una shilingi ngapi mara mwaka mzima? Kwenye kile kiwanja chako ulichokinunua Goba, ulichokinunua Bunju, ushapeleka matofali mangapi? Ibada ndugu zangu zinemsaidia mtu kupanga bajeti za kimaisha. Ibada ya funga ni ibada muhimu sana. Ibada ya funga kwa kijana inanyongonyesha matamanio ya nafsi yake. Ya maashara shabab, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghadhu lilbasar wa ahsanu lilfarj faman lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wijaa. Enyi kongamano la vijana mabarobaro msio na wake, wenye nguvu na matamanio ya kutazama mabinti za watu mkawaonea tamaa, nafsi zenu zikatamani kuwatongoza, kuwataka. Yeyote miongoni mwenu mwenye kuwa na nguvu za matamanio anaweza kubeba gharama za ndoa na aoe, kwa sababu kuoa kunamsaidia mtu kuinamisha macho yake asitazame vya haramu. Na ikiwa atashawishika anapo nyumbani pa kurudi kwenda poza matamanio yaliyopanda, na utupu wake utakuwa umesalimika na yale ambayo Allah ameyaharamisha. Akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuambia vijana mabarobaro wenye nguvu na tamaa za kimaumbile, ambaye hawezi kubeba gharama za ndoa, fa alaihi bisawmi, ajilazimishe na kufunga funga za sunna hizi.
Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa innahu lahu wijaa, funga kwa mtu huyu ni kinga inayoweza mkinga na maasi. Vijana wa leo kufunga hawataki. Asubuhi akiamka ni lazima agonge supu ya mbuzi, supu ya utumbo wa mbuzi, supu ya nyama ya ng'ombe, supu ya kuku wa kienyeji. Kakipita ka muda fulani atapiga kahawa na hivi. Ukija muda mwingine kapita mtu arkisusi, hana mke huyo, anakunywa arkisusi na anajua arkisusi kazi yake ni nini. Ikifika saa 10 jioni lazima aende kwenye meza ya pweza. Hali pweza peke yake, anataka na mchuzi wake, anakuambia una habari fulani. Halafu hana mke. Tuna vijana wengi sana wazinifu. Wengi sana. Tuna vijana wengi sana wazinifu, vijana wa Kiislamu. Na muda mwingine mtihani uliopo wanaswali sala 5. Ni kwa sababu hawataki shika mashiko mafundisho ya Uislamu. Na haya ndiyo mambo ambayo ahlul ilmi walingania dini wanatakiwa yakazia. Watoto wa nje ya ndoa leo ni wengi mno. Tunaswali sala 5 humu ndugu zangu, lakini kuna watu wana watoto wa nje ya ndoa. Na unamwona mtu kafuga ndevu na kukata kanzu, ana watoto wa nje ya ndoa. Na sio kuwa kampata juzi kabla hajajua dini, yuko anaswali sala 5 na sunna yake. Sasa wewe unakunywa arkisusi, unakunywa supu ya pweza, masupu ya mbuzi na mke unategemea matokeo yake ni nini? Oili chafu ikikaa mwilini haiwezi kukutana oili chafu na safi. Lazima kimoja kitoke, kinyume chake injini itanoki. Matokeo yake ndio haya ambayo tunayaona kwenye jamii. Sasa tunaishi kwenye jamii ambayo ukirudi kwa mabinti zetu ni wale ambao wanavaa minisketi. Akipita mbele ya kijana huyu ambaye ashashindilia supu ya pweza, kashatandika vikombe 4-5 vya arkisusi, anatikisa umbile lake namna hii. Utafikiri mwili unadondoka chini, kumbe haudondoki. Kijana anakwenda wapi? Dunia ya leo kununua nyama ya ng'ombe ni ghali sana kuliko kutaka nyama ya mwanadamu aliye mwanamke. Leo nyama ya ng'ombe juzi jana inafika 15,000 kilo. Lakini mwanamke anayejiuza sasa hivi ukimfuata shilingi 5,000 tu unaenda kutafuna nyama yake. Na nyinyi mnajua zaidi, wala hamwezi kuyapinga. Hii ni kuonesha kwamba jamii tunayoishi nayo ni jamii iliyolala kwenye maovu. Yakimbieni maovu vijana wenzangu. Mabaa haya yanayopiga miziki mpaka usiku na kukusanya machangudoa na wanawake wanaojiuza na mambo mbalimbali ya haramu, ni mabaa ambayo yalijiviza katika mwezi wa Ramadhani. Ingawa baadhi yenu mlikuwa mnafunga iftari mnaenda kuchukua baa, Ramadhani imekwisha, mnarudi wanapiga watu miziki mpaka saa 8 usiku. Miziki mizito kwenye makazi ya watu. Wako watu wana maradhi, wanaumwa. Ni kwa sababu tu wale watu wa patrol wakipita wanawahonga pesa ili wasiweze wachukulia sheria. Haya mambo ndugu zangu yanatambulika na yanafahamika. Inawezekana wanayafanya saa 8 usiku wakijua hayajulikaniwi, lakini yanajulikaniwa. Na sisi tunamuomba Allah tabaraka wa taala kupitia mimbari yetu hii na hutuba yetu, tukiamini inaenda mbali, viongozi wetu wa nchi wayatazame haya. Mabaya yaliyo katika makazi ya watu yanaharibu mno afya za Watanzania, yanaharibu maadili ya watoto wa Kitanzania. Hayumkini watu wanaojiuza wamevaa minisketi, nyuchi zao zinaonekana, wanaishi kwenye mazingira ya watoto wadogo, wanapelekwa shule asubuhi, watoto hao wanashuhudia wanawake hao katika mazingira haya. Uchafuzi wa mazingira umekuwa mkubwa, maana mtu ana tundu moja, matundu mawili ya choo. Matokeo yake walevi wake wanazagaa katika majumba ya watu kukojoa mikojo yao iliyojaa harufu ya pombe. Haya ndugu zangu, tunapoyasema na kuyafikisha kwenye vyombo stahiki, tunapita kiungwana, lakini mwisho siku moja subira itakwisha. Hawezi mtu kila siku kuja kojoa nyumbani kwangu, anakuja kojoa kwenye nyumba ya Allah tabaraka wa taala. Nitatumia maneno ya kiungwana siku moja, siku mbili. Siku subira ikiisha nikaamua kuchukua maamuzi, msije ingia kuwalaumu watu. Msije ingia kuwalaumu watu.
Sheria za majiji za manispaa ziko wazi. Hawezi weka mtu baa kwenye makazi ya watu akapiga miziki minene saa 8 saa 9 usiku, eti kwa sababu anatumia pesa zake tu kuhonga watu ambao wanasimamia msimamo wa mamlaka ya kuzuia haya ili waweze kufumba macho. Tunaamini viongozi wetu wajua na yasikia, na tuko tayari kuyatolea ushahidi popote tutakapoitwa, wala hatuogopi. Tunajua na kutambua ndani ya mikusanyiko hiyo kuna majitu mengine yana roho mbaya, yana roho chafu, na kusingizia na kutaka kuwafanyia watu ovu. Potelea kote, nikifa mimi nasema haki ni bora zaidi kwangu mimi kuliko kufa nimejifungia ndani ya nyumba yangu na jamii ninayoishi nayo inateketea. Bali ukiniua mimi, alhamdulillah, umeyabeba mazito na machafu mengi nilionayo. Utakuwa umenikomboa na kunisaidia kwa Allah tabaraka wa taala. Aliyeishi katika maisha ya kushika njia ya ulinganifu wa dini haogopi mwanadamu, haogopi mwanadamu. Mitume wa Allah wangeogopa wanadamu, leo sisi tusingekuwa Waislamu. Hatuogopani katika haki. Na siku zote nayasema haya. Ndio hata niliwahi kusema huko nyuma, wanakaa vikao vya kupanga, huyu anasema sana, acha tumtengenezee vibinti viende vikafanye kama wanataka dua ili ionekane kuwa amevibaka. Wanayafanya haya. Mipango hii wanaifanya saa 8 usiku alafu asubuhi inajulikana. Fanyeni. Kina Yusuf alayhi salatu wassalam, waja wema waliopata ishi kwenye hii dunia, aliingia jela kwa sababu gani? Lakini mwisho wa siku ilikuwaje? Hatuogopi hata siku moja kusema haki. Tutaisema haki popote tutakaposimama. Na masikitiko yaliyo makubwa, maskini ya Mungu, kuna watu wana majina ya Kiislamu, wakiitwa watu hawa kwenye mabaraza ya kwenda kuyaongelea haya, wao ndio wanaenda kutoa ushahidi kwamba huyu hapigi mziki mnene, hana usumbufu na watu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mtu ni Muislamu anaenda tetea uovu. Ramadhani imeondoka, rudini, piga vita vitu hivi. Haya mabamu yapige vita mpaka yaondoke. Huyu anayesumbua watu mtaani, nenda kamtafute sehemu anayoishi yeye, kama familia yake inasumbuliwa vile anavyokusumbua wewe. Familia yake ameiacha kwenye hali salama, kwenye hali ya utulivu, anakuja kumtesa baba yako, mama yako, na muda mwingine kumsababishia mapresha na maradhi mbalimbali ya ukosefu wa utulivu wa nafsi. Kila siku mtu hawezi kulala mpaka saa 9 mziki uzimwe ndio apate usingizi. Mwanadamu anatakiwa alale alau masaa 6 mfululizo. Kila siku yeye analala masaa 2 alfajiri imefika. Maana mziki unapigwa kana kwamba uko sikioni kwake. Pigeni vita haya, kataeni, jiwekeni kando nayo, muone kama wataendelea. Lakini muwe tayari kusema haki pasina kumwogopa mtu, kwa sababu haki inasimamiwa na waja na wala haiogopwi. Ndugu zangu, msimu wa funga za sunna ukipita, Allah tabaraka wa taala amemwekea mwanadamu baada ya miezi miwili, Shawwali na Dhulqaada Dhulhijja, alhajju ashhurun ma'lumati faman faradha fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Yule ambaye kaweka nia ya kutekeleza hija mwaka huu, ni muda mzuri mno. Kama amechelewa, hajatafuta taasisi ya kwenda lipia ili aweze safiri nayo kwenda tekeleza nguzo hii miongoni mwa nguzo 5 za Uislamu, akimbie haraka. Ibada ya hija ni kama vile sala na nyinginezo, ni ibada ina mafunzo. Unahitajika uanze kaa chini kuisoma ibada ili uende ukaifanye ala basira. Ramadhani imeondoka ndugu zangu, bado sisi tutakiwa kuishi hali ya kuwa tukitendeana wema. Ulizuia ghadhabu zako kwa ndugu yako, kwa rafiki yako, kwa mkaribu wako, kwa mkeo, kwa mumeo, endelea ishi maisha hayo. Uislamu unawataka watu waishi maisha ya maelewano, maisha ya kucheka na kufurahi pamoja katika yale ya halali. Uislamu unakataa vifundo na chuki.
unakataa kughadhibikiana, kugombana na kukatana. Tuyaepuke haya ndugu zangu, sote tuwe ndugu moja kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Tupendane, tusaidiane kwa lengo la kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, Uislamu bado unakutaka wewe na mimi, unakuelekeza kuishi katika maisha ya kuwaheshimu waliokuzidi umri na kuwaonea huruma walio chini yako. Uislamu unakuamrisha wewe kuwaheshimu viongozi wako wanaokuongoza, sawa sawa nyumbani, sawa sawa mtaani, sawa sawa msikitini, sawa sawa serikalini. Kuwa mtiifu na msikivu. Ndugu zangu, mwisho wa hutuba yangu na kuhusieni na kukumbusheni umuhimu wa kuendelea kufanya dua. Mmeomba sana katika mwezi wa Ramadhani. Msikome. Shida, matatizo, mahitaji ya mwanadamu kwenye ardhi hii, mwisho wa kukoma kwake ni siku ambayo nafsi ya mwanadamu huyu inafarakana na kiwiliwili chake. Una mahitaji mengi, una ndoto nyingi. Endelea muomba Allah tabaraka wa taala akupe unavyoviona ni vyenye kheri na wewe, na yeye anaviona hivyo, na akuepushe na vyote vyenye shari. Lakini tumieni fursa hii ya dua kuiombea sana nchi yetu, hususan katika masiku haya ambayo tunapita katika kipindi cha mvua iliyo kubwa inayopita katika baadhi ya mikoa. Watu wa hali ya hewa wanatuambia ndani ya mikoa hii ya Pwani, Dar es Salaam, Tanga, Pwani, panatarajiwa masiku haya kuwepo na mvua kubwa mno ambayo inaweza sababisha mafuriko. Tumeona tayari ndugu zetu wa Arusha wako ndani ya maji, miongoni mwao majumba yao yako kwenye maji, mafuriko. Kilombero, mafuriko. Tena Kilombero ndio yanamwaga Rufiji, ambako tayari wao wanateseka, wanapata tabu karibia wiki nzima leo. Muombeni sana Allah tabaraka wa taala mvua anayoiteremsha kwetu iwe ni mvua yenye kheri na baraka na sisi, na wala isiwe ni mvua yenye shari na sisi. Awape subira ndugu zetu hawa wa Arusha, wa Kilombero, wa Rufiji. Allah awape subira na ustahimilivu wa mazito ambayo wanayapitia. Maana mtu ameishi maisha ya miaka 60, 70, amejitafuta kajenga nyumba, tayari nyumba iko ndani ya maji leo. Na muda mwingine ishapigwa na maji, tayari imeporomoka chini. Hana tena pesa ya kujenga nyumba, mali zake zimeondoka na maji. Allah awape subira iliyo njema, ustahimilivu ulio mwema. Awapambe na uchamungu na awape badala yenye kheri na wao kuliko waliokuwa nayo. Dua peke yake ndugu zangu kwa watu hawa haitoshi. Ziko kamati za maafa bila shaka chini ya ofisi ya waziri mkuu. Inavyowezekana kusanyeni kupitia ima misikiti au mitaa, kwa serikali za mitaa, pelekeni sadaka zenu, misaada yenu ya kibinadamu kuwasaidia ndugu zenu hawa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, inna Allaha fi auni al-abdi madama al-abdu fi auni akhi. Hakika ya Allah yuko katika kumsaidia mja, muda wa kudumu mja anamsaidia ndugu yake. Tuwasaidie ndugu zetu hawa, kwa hakika wamepatwa na maafa. Tuzidi muomba Allah tabaraka wa taala mvua yake ambayo amepanga iteremshe iwe ni yenye kheri na baraka kwa Watanzania wote, bali duniani kote, na wala isiwe shari. Bali si hivyo tu, tukithirishe sana kumuomba Allah tabaraka wa taala kwa ndugu zetu wa Palestina walioko Gaza, wanaouawa, kuteswa na kunyanyaswa na mazayuni wa Kiyahudi, wakati jumuiya za kimataifa zimekaa kimya. Allah tabaraka wa taala awateremshie nusra ya haraka itokayo kwake, nusra itakayoacha alama na muujiza kwa watu wote waovu wanaojihisi wao wana nguvu ya kudhulumu waja madhaifu katika hii dunia. Allah anayaweza haya wala hayashindwi, na nyinyi mna fursa hizo kwa sababu miongoni mwenu wako mawali wa Allah wacha Mungu ambao dua zenu haziporomoki. Tuzidi muomba Allah tabaraka wa taala aijalie amani nchi yetu, aifunike na amani, aipambe na amani.
tuishi kwa kupendana, kwa kuelewana, kwa kusaidiana, sote tukiwa ndugu moja kama wa Tanzania. Lakini tumuombe sana rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Allah tabaraka wa taala amwafikishe kuwatendea wa Tanzania yenye kheri, na wao ampe maono namna gani ataweza wasaidia ndugu zetu hawa waliopatwa na maafa na wengineo, na hata wale wenye maisha magumu waweze ondokana na maisha magumu. Tunaamini rais wetu ana huruma. Tumeshuhudia tayari amekwisha tuma tani ya vyakula Rufiji kuweza wasaidia wahanga wa Rufiji. Aliyafanya haya kipindi kile Manyara, tunaamini atafanyika Arusha, tunaamini atafanyika Kilombero. Allah aendelee kumpamba na huruma huyu mama. Anaicheza nafasi yake kama mama sifa kubwa alionayo ni mwenye huruma na watoto. Ya Rabbi, mwezeshe aendelee kuwa na nguvu na maono ya kuyatenda haya kwa Watanzania, ili ipatikane tija kwao na kwake kadhalika katika maisha haya ya dunia. Bali wasaidizi wake wawe ni wema, wenye maono ya kumsaidia katika maono alionayo, na wala wasiwe mabadhirifu waovu wakula na kuiba haki na rasilimali za raia. Wacheze mchezo anaoucheza yeye. Mwisho wa siku wa Tanzania waepuke kidedea na wala si kinyume na hivyo. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربع وعن البقية أصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم سهلنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لأهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم لا تدع لنا في مسجدنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا يا شافي إلا شفيته، ولا مريضا يا حنان يا منان إلا شفيته، ولا الحاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا رب